lakini hana hivyo vitu, usiende naye. Sasa lazima ujifunze namna ya kuwekeza, ndivyo Biblia inavyotaka. Invest, anza kujitengeneza. Anza kujitengeneza kama mtu ambaye ana malengo ya kuolewa siku moja. Usiishi tu kama mtu ambaye kapo tu kabinti kababe, kataka kuonyesha kwamba kanaweza kukompiti na nini na vitu vingine. Usifanye kitu cha namna hiyo. Hizi sayansi, hizi siasa hizi zisikudanganya zikakupeleka mahali ambapo baadaye ukaanza kuzunguka kuomba kununua maji ya upako, ya utakaso, sijui maji ya nini ili uolewe. Acha hizo habari. Mimi nimekutana na binti mmoja amekuja, ananiambia, anasema wameenda kwa mtumishi na rafiki zake. Wamekuja wanalia, tumedhalilishwa mtumishi. Mtumishi yule anafanyaje unajua? Hebu hata tusiende huko kwanza. Lakini hawa mabinti wanataka kuolewa. Lakini cheki sasa wanavyotafuta na kuhangaika, wanavyodhalilishwa. Kwa nini ufike mahali huko kote uanze kuhangaika namna hiyo wakati una uwezo wa kuanza kujitengeneza leo? Wewe jaribu kuona hivi. Una haja ya kuangalizia kwa mtu mwingine. Ni kwamba mimi nataka kuwa bidhaa ya namna gani? Mimi ni binti, nataka kuwa bidhaa ya namna gani? Nataka kuwa binti mchapakazi. Nataka kuwa binti mwenye tabia njema. Nataka kuwa binti mwenye tabia ya upendo. Nataka kuwa binti mwenye tabia hivi na hivi, ili nikipata mume iwe 1, 2, 3. Kwa hiyo unawekeza kwenye kile kitu ambacho unataka. Mteja anapokuja kununua akutane na hiyo bidhaa, yani anapokuingiza ndani akute hiyo bidhaa unayo. The same kwa kijana wa kiume. Lazima ujue unawekeza bidhaa ya namna gani, yani unajitengeneza kuwa bidhaa ya namna gani. Achana na yale maisha ambayo tumefundishwa miaka mingi kwamba mwanaume ni kichwa, lazima usikilizwe. Mwanamke lazima awe chini yako. Mwanamke lazima submit. Mwanamke, na kuambia kijana wa kiume, mwanamke wa namna hiyo hayupo. Tunaenda sawa sawa? Atakaye kusikiliza wewe kila unachosema hayupo. Ambaye anakuambia kwamba eti, ambaye utamwambia ngoja nikabeti tupate hela akusikilize tu, anakuambia sawa, hayupo mwanamke wa namna hiyo. Sisi tunaenda sawa sawa? Yani maisha yamechange, tofauti na mama zetu na baba zetu zamani walivyokuwa wanaishi. Lazima ujiandae na wewe kwamba je, naenda kuofa kitu cha namna gani kwenye familia? Lazima unapoamua kwamba ninakuwa baba, unasema hivi, lazima nijitengeneze, niwe bidhaa ya namna hii. Niwe baba bora kwa mke wangu, lakini pia niwe baba bora kwa watoto wangu. Kwa maana ya kwamba nina uwezo wa kukaa, nina uwezo wa kuwafundisha watoto wangu wawe vile ambavyo Mungu anataka wawe. Nina uwezo wa kuleta kizazi ambacho dunia inapowapokea watakuwa proud. Dunia itajivunia kwamba kuna watu wameletwa duniani. Na kwa sababu watu wazuri hawatokei tu, wanatengenezwa. Na wanatengenezewa wapi? Kwenye familia. Kwa hiyo kuharibikiwa kwingi hata kwa familia na kwa watoto walioharibika ni kwa sababu wa baba hawapo. Na kwa sababu kuwa baba sio tu kwa sababu una uwezo wa kuzalisha. Baba inakuja na wajibu. Baba sio jina, ni cheo, ni nafasi ambayo unaibeba, inakuwa wajibu ulionao unaobeba. Ni lazima ujiandae, ni lazima ujipike ili unapoenda kwenye hilo soko wala usipate shida. Na kwa sababu siku zote tunasema, sikiliza, kwenye kutafutana kuko hivi, ni kama sumaku tu. Ukikutana na mtu sahihi, ukishajijua, ukajitafuta we mwenyewe vizuri, ukajitengeneza, hizi sumaku zinavutana kabisa, unajua huyu ndiye. Kwa nini? Kwa sababu hizi sumaku zinavutana. Tunaenda sawa sawa? Ngoja nikupe mfano kwenye Biblia, labda unaweza ukanielewa. Biblia inasema hivi. Mithali 31 ule mstari wa 10. Mithali 31 ule mstari wa 10. Mithali 31 mstari wa 10. Angalia haya maneno. Anasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Ishia hapo.
mke mwema ni nani awezaye kumwona? Sasa huu mstari ni kama mithali, ni mithali. Mithali huwa siku zote ni msemo ambao hauko kama unavyosemwa. Ili uelewe ni lazima uingie ndani, uende uitafute tafsiri. Kwa hiyo kwenye Kiebrania katika uandishi wao hapa ilikuwa inamaanisha pia mwanaume, pia mwanaume. Yaani walikuwa hawawezi wakaweka pamoja mwanamke na mwanaume pamoja kwa sababu tu ya utamaduni wao waliokuwa nao, kwamba mwanamke kilikuwa ni kiumbe dhaifu sana. Kwa hiyo the same ni sawasawa na ningesema mume mwema ni nani awezaye kumwona? Mume mwema ni nani awezaye kumwona? Sasa kwa Kiebrania lile neno kumwona, lile neno kumwona kwa Kiebrania ni matsau. Matsau ikiwa na tafsiri hizi zifuatazo. Tafsiri ya kwanza ni to detect. Kwa Kiswahili kudetect tunasema ni nini? Okay, sawa. Hivyo tuweke na la pili. Neno la pili ni discover. Tunaenda sawa sawa, Bwana Yesu amebarikiwa. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kudiscover. Sasa angalia. Biblia inajaribu hapa kutuonyesha very key points, kwamba swala sio kumuona mwanamke kwa macho yangu. Sawa, Swala sio kumuona mwanaume kwa macho yangu. Maana yake hii ni kazi ya kisayansi, ni kazi ya akili ambayo inahitaji sasa. Ukienda ndani, ukianza kuchambua hayo, ukienda ndani to detect sijui na vitu vingine, maana yake ni tendo la kisayansi tunasema linalohitaji observation, experimentation. Tunaenda sawa sawa? Yaani ni ile tu kwamba sasa sisi tumejua tu tuna experiment, sijui experiment uone kama utapata magnesium sijui na calcium. Kwenye ndoa pia lazima ufanye hizo experiment, lazima ufanye uchunguzi wa kina wa akili. Hii ndio alikuwa maana yake. Ni nani ambaye ana uwezo wa kudetect huyu mwanamke? Yaani akaona, akapita huyu mwanamke alafu akadetect, akasema no, this woman is not normal. Ana kitu cha ziada, sio normal. Takuonyesha kwenye Biblia mtu ambaye aliwahi kufanya kitu cha namna hiyo. Haleluya. Yaani this is not, huyu mwanaume sio wa kawaida. Ni amekuja, ni kweli wamekujaga wengi, lakini huyu mwanaume alipotokea tu kuna kitu sio cha kawaida. Lakini sasa mabidi nyinyi mnaangaliaga vitu vya kijinga. Ana simu ya macho mangapi? Ana iPhone ngapi? Ana nini? Vitu ambavyo kwenye ndoa havina mchango wowote na wala haiwezi kukusaidia chochote. Kuna mwingine ameshika hiyo simu kubwa hiyo, kadanganya wazazi wake huko ndio ameshika hiyo simu kubwa. Unaona huyu jamaa bonge la mtu, lakini kadanganya kule baba na mama wanalala njaa. Yeye ashike hiyo simu kubwa hapa. Date ni kile kitendo unakutana na mtu, yani huku ndani yako wewe mwenyewe kunaitika. Na ili kuweza kuitika huku ndani ni lazima wewe mwenyewe uwe umewekeza. Tunaenda sawa sawa? Uwe umewekeza. Kwa hiyo huyu mwimba mithali katika hii mithali anatuonyesha kwamba ukiendelea kusoma mbele, anaposema kima chake kwenye Biblia ya kusoma kwa urahisi au kwenye Hebrew hiyo kima ni price. Anasema hivi, bei yake huyu mwanamke ni kubwa mno, haiwezi kufanana na dini lolote la thamani. Yaani unapokutana naye, ukimpata, umepata utajiri ambao hausemeki. Kwa hiyo unaweza ukaoa mwanamke ukapata utajiri ambao hausemeki, na unaweza ukaoa mwanamke ukapata umaskini wa ajabu.
Unaweza ukaoa mwanaume ambaye mnaweza mkaenda kwenye maisha mazuri yasiyosemeka, na unaweza ukaona mwanaume mkaenda kwenye maisha ya hovyo ambayo utajuta maisha yako. Tunasema sijui nilianzaje. Sasa wanaosoma Biblia wanajua. Haleluya. Angalia, Mungu anamwambia Ibrahimu atampa mtoto, anamzaa Isaka. Inapofika saa ya Isaka kupata mke, Abrahamu alikuwa makini sana kwenye hilo eneo. Unajua kwa nini Abrahamu alikuwa makini sana kuhakikisha kwamba anamsaidia mtoto wake kupata mtoto? Ni kwa sababu alijua kwamba huyu mwanamke ambaye anakuja ndo anayebeba future ya hicho kitu ambacho Mungu ameniahidi. Kwa hiyo lazima mtoto wangu apate mwanamke ambaye atakuwa na uwezo wa kubeba hiyo baraka ambayo Mungu ameiachilia kwangu, ambayo na mimi nitaiachilia kwa Isaka. Huyu mwanamke awe na uwezo wa kuibeba. Sasa mwanamke wa namna hii hatumpati kirahisi ovyo ovyo tu. Hatumpati kwa kuangalia rangi yake peke yake. Hatumpati kwa kuangalia macho yanarembua kiasi gani. Hatumpati kwa kuangalia sijui no, lazima tuwe na utulivu, experimentation, kujaribu kuangalia, okay, huyu ni mtu wa namna gani, ana nini, anabeba hicho kitu ambacho mimi nahitaji kuwa nacho kwenye maisha yangu, anacho. Kienda kichwa tapata tabu sana. Angalia kilichotokea. Abrahamu akamuita mjakazi wake akamwambia, nenda ukamtafutie kwenye kijijini kwetu tulikotoka, kamtafutie mke. Yule jamaa alienda kwa hofu kubwa sana. Nikikoseaje? Itakuwaje? Anamwambia, nenda, Mungu atakuwa pamoja na wewe, nimekuombea. Yule jamaa alifanya vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, alibeba utajiri unaosadifu huyu mwanaume ni wa namna gani, kwa sababu mwanaume hajaenda. Kwa hiyo ameenda na ushahidi. Biblia inatuonyesha alibeba ngamia 10, alibeba na dhahabu, alibeba na nini. Kwa hiyo alienda kitajiri, ili atakapompata huyo mwanamke, anapomweleza habari za huyu bwana, ajue, apate picha, huyu ni mwanaume wa namna gani. Tunaenda sawa. Lakini sasa angalia kitu ambacho alifanya. Hakwenda tu sijui kanisani. Kumbuka anaenda kumtafutia mtumishi wa Mungu mke. Hakwenda kanisani, alienda sokoni. Ndio maana mimi huwa nashangaa sana. Najua tuna imani tofauti. Najua mimi huwa nashangaa sana watumishi wanaofungia watu kwamba lazima unayeolewa naye na kumuoa lazima awe anatoka kanisani hapa. Hii yote ni uoga tu wa kupoteza watu, sadaka zitapungua na vitu vingine. Lakini hakuna kitu chochote cha maana katika hilo ambalo tunafungia watu. Kwani unajuaje kwamba lazima kwa sababu yuko social, mke wake yuko social? Mwingine mke wake yuko education huko. Haleluya. Mwingine mume wake sijui yuko cyber huko. Tunaenda sawa. Sasa unapoanza kuwafungia watu, lazima iwe hapa. Na ndio maana wanakuwa na ndoa lakini ambazo hazina furaha. Tumia nguvu kubwa sana kuzifanya ndoa zitulie. Yaani Biblia inasema hivi, usifanye hivi, Biblia. No. Hata usipotumia mistari ya Biblia, hawa watu wawe na amani kwenye ndoa yao. Kwa sababu kuna watu ni wapagani, wana amani kwenye ndoa zao na hawatumiagi Biblia. Kwa nini wao utumie nguvu kubwa sana? Yaani usipomsikiliza mume wako, yaani Biblia umelaniwa. Ya nini yote hiyo? Yote hayo ni matatizo ya kulazimisha. Huyu jamaa alienda sokoni. Unajua sokoni wapi? Ngoja nikusomea haya maandiko alafu uone. Mwanzo 24. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 27. Nitasoma mistari michache hapa. Mwanzo 24 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 27. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Mwanzo 24 1 hadi 27. Anasema, basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki katika vitu vyote. Abrahamu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake,
aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbinguni na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanani ambao nakaa kati yao. Baba anajua aina za wanawake wa Kikanani walivyo. Anajua kitu mtoto wake alichobeba. Anaona wazi kabisa akioa mwanamke yoyote, hiki kitu alichokibeba lazima kinakufa. Kwa hiyo anasema, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu, kamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi alikotoka? Ibrahim akamwambia, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbinguni aliyenitoa katika nchi ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii, yeye atakayempeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtaliwa mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi atafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Kwa hiyo akafanya hicho kiapo. Angalia huyu jamaa anatufanya mstari wa 10. Kisha huyu mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Sikiliza alikoenda sasa. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji, karibu na kisima cha maji, wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Unaona huyu jamaa alivyokuwa na akili Tunaenda sawa sawa? Huyu jamaa alikuwa na akili. Anajua kama nataka mwanamke lazima niende mahali ambapo wanawake wanapatikana. Na lazima niende muda ambao wanawake wanaenda kuchota maji. Na kwa sababu jioni mabinti wengi walikuwa wanaenda kuchota maji wakiwa wamevaa vizuri, wakiwa wamejilemba vizuri. Kwa hiyo lilikuwa ni eneo kama vile la soko, kwamba mtu anaweza akaangalia hapo. Vijana wa kiume na wenyewe walikuwa wanaenda hapo, wanaangalia, kila mtu anaangalia wa kwake, anaangalia wa kwake, kila mtu vile anavyoona yeye anachokitaka ndani ya moyo wake. Akawapigisha goti ngamia wake hapo. Naye akasema, Bwana wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu yajalie leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitamnywesha na ngamia zako pia, basi huyo na awe ndiye aliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka akatokea, binti wa Bethueli, mwana wa Milka, mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye msichana, sikiliza, naye msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikra, wala mwanaume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali nipe maji kidogo. Inua kichwa chako kwanza. Sikiliza. Uwekezaji wako unaoufanya unakutengeneza muonekano wako, unakutengeneza tembea yako. Tunaenda sawa sawa? Mtu yoyote yule aliyewekeza kwenye kuuza mwili, madoido yake mengi yanakuwa kwenye mwili wake. Tunaenda sawa sawa? Lakini mtu ambaye amewekeza ndani yake, tuna uwezo wa kumtazama hata kwenye sura yake namna hii, alafu kabisa ukaona huu tulivu wa sura namna hii sio kawaida. It means kuna uwekezaji fulani ambao mtu ameufanya huku ndani ambao bado sijaujua ni nini. Walikuja wanawake wengi sana. Mimi nakuuliza swali, nini kilichomfanya mkimbilie huyu binti? Kwa sababu Biblia haituambii. Aliwauliza mabinti wengi kwamba mnisaidie hiki, mnisaidie. Alipomuona tu anakuja, moja kwa moja akakimbia, akaona huyu sio wa kawaida. Yaani ninavomtazama tu sio wa kawaida. Akakimbia, akamuomba huyo binti, naomba maji. Angalia sasa. Huyo binti alikuwa tayari kulifanya hilo kwa moyo wote, kiasi kwamba binti yoyote mrembo asingeweza kufanya hivyo, achafue kucha zake, asingeweza kushuka kisimani eti kumpa maji. Yule binti akamwambia, nitakunywesha, lakini pia nitawanywesha na ngamia wako. Yule jamaa alikuwa anatazama tu yule binti anafanya. Unajua ngamia mmoja anakunywa kiasi gani cha maji?
Alafu jamaa unajua alikuwa na ngamia wangapi? 10. Unyweshe ngamia 10 wote waishe. Kwa hiyo akajua huyu ndiye anafanya observation, experiment. Haleluya. Anajaribu kucheki, je, kitu alichonacho bwana wangu ni tajiri, anahitaji mwanamke mchapakazi, anahitaji mwanamke mwenye hekima. Je, anaweza? Anapomtazama anafanya hayo yote, akasema huyu ndiye. Akasema naye pale, tayari wengine wale wote wakaachwa na madoido yao. Inawezekana walikuwepo wazuri kuliko hata yeye. Tunaenda sawa sawa? Uwekezaji wako. Kwa the same na binti kwenye maisha yetu tunayoishi ya sasa. Haya maisha sio ya kuigiza, hayafanani na yale maisha ya zamani. Ni lazima ujifunze kujifanya kuwa tofauti. Tunaenda sawa sawa? Jifunze kujifanya kuwa tofauti. Jitengeneze kuwa mke, sio tu kuwa mwanamke, kwa sababu wanawake ni wengi. Wanawake ni wengi, lakini kuwa mke ni wito. Na ili uweze kufiti vizuri kwenye hilo eneo, unaanza kujitengeneza leo. Mke anatakiwa kuwaje? Mke anatakiwa kuwaje? Unamsikia tu hata namna anavyozungumza, unajua kwa kuzungumza kwake huyu nina uwezo wa kwenda naye. Yaani kijana anakusikiliza, anaona kabisa huyu naweza nikaenda naye. Jamaa hadi akishaona vitu vya namna hiyo, anaanza kuona doubt. Okay, hapa kuna kitu kweli. Nimekwambia hivi, una uwezo wa kupata mwanaume yoyote yule kwa kujitingisha, kwa kujibiringisha, kwa kujipaka lipstick, kwa kujipakaje, lakini nakwambia utapata mume ambaye hana malengo, kwa sababu ndege wanaofanana huruka pamoja. Na ndio maana ndoa nyingi hazina utulivu. Kwa hiyo jijenge, jiandae kuwa mama, jiandae kuwa yule mtu ambaye atakufurahia. Na kwa sababu haya maisha ni kama ya ndoa, ni kama barter trade. Kijana wa kiume jitengeneze, kijana wa binti wa kike jitengeneze. Jitengeneze vile unavyotaka. Mimi nataka niwe hivi, nahitaji mtu wa namna hii. Na we binti hivyo hivyo. Mkikutana wote wawili, wewe ukamweleza vile ulivyo na yeye akakueleza vile ulivyo, mtakuta kugundua kwamba kuna vitu vina click au mnaenda tofauti. Kama mnaenda tofauti, usilazimishe. Usilazimishe. Usitegemea hata siku moja kwamba utaenda kumfundisha mke wako nyumbani. Never. Usitegemea hata siku moja kwamba utamfundisha mume wako nyumbani, kwamba utambadilisha. Never. Yaani alivyo leo ndio hivyo hivyo atakavyokuwa, na atakuwa vibaya zaidi kuliko unavyomuona leo. Kwa hiyo ni lazima ujue, ukubaliane vile alivyo leo, jiridhishe. Sisi tunaenda sawa sawa? Sikiliza, kuoa na kuolewa sio fashion. Yaani ni nafuu kaenda maisha yako hivi hivi tu, ukaishi, hujaolewa, hujaoa, ukaondoka ukamtumikia Bwana. Kwa sababu Biblia inaruhusu pia hivyo. Tunaenda sawa sawa? Lakini kuliko ukaamua kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye sio wa maono yako, utateseka. Na kwa sababu hakunaga majaribio ukishaingia kwenye ndoa. Mwaka jana tulikuwa mahali fulani, binti amekuja, ndoa, harusi, tulikuwa kwenye huduma. Mnichangie. Mwaka huu tumeenda mwezi wa 5. Mwaka jana ilikuwa mwezi wa 8. Mwaka huu mwezi wa 5. Mkaja anatuambia umekuja mara 7, wanataka kuvunja hiyo ndoa. Nini kilichotokea? Nini kilichotokea? Ni kwa sababu ya kutokujijua. Yaani tunakurupuka. Kuna vitu ambavyo tunavikimbilia ambavyo haviwezi kutusaidia kwa namna yoyote. Haleluya. Bwana Yesu amebarikiwa sana. Kwa hiyo tumia akili. Sikiliza akili. Fikiri kwa kutumia kichwa. Usifikiri kwa kutumia kaume, wala usifikiri kwa kutumia uke. Fikiri kwa kutumia akili. Kwa sababu hivi vidudu viwili hivi vya hovyo kweli kweli, kwa sababu wenyewe havinaga akili. Wenyewe ni hisia. Yaani kanaweza kakaamka asubuhi, namtaka Magreti. Unakaambia, we Zakaria, tulia kwa jina la Yesu. Anakuambia amna, namtaka.
naambia Bwana wewe tulia. Haleluya, haleluya. Hivyo hivyo na kabibi na kenyewe, namtaka Joni. Naambia wewe tulia, huu sio wakati, tulia kwanza. Sasa visikilize hivyo vidude hivyo. Nenda kwenye ndoa. Ukiingia kwenye ndoa, yani utashangaa kamelala, yani utafikiri sio kale kalikokuwa na fujo za namna hiyo, kwamba kanataka kitu cha namna hiyo. Niamini ninachosema. Sasa wanasema hivi, huwezi kumsimulia mtu kufa ambaye hajawahi kufa akakuelewa. Tunaenda sawa sawa eh? Lakini kama umewahi kufa unaweza ukaelewa vizuri sana kufa kunafananaje. The same. Nenda ukaulize watu walioko kwenye ndoa, kwa nini mwaka wa kwanza unakuwaga mgumu sana kuliko kawaida? Kwa nini unakuwa mgumu sana? Mwanaume hamu ya tendo la ndoa haipo, uume hausimami tena, mwanamke ndo anadai anataka, baba anahangaika sijui nifanyeje, kula yale manini mnaita. Ndio kipindi hicho sasa ukimwambia ukinywa chai ya mchai inaongeza nguvu za kiume lita 5. Ndio huo wakati sasa. Wewe unafikiri kwa nini? Kwa sababu saa hiyo sasa, nimekwambia jana, kila kitu sasa kinatulia, akili inaanza kufanya kazi, hisia zinanyamaza. Tunaenda sawa sawa? Hisia zinanyamaza, akili ndio inaanza kufanya kazi. Nenda ukatafute mtu yoyote anayekwambia bwana nimempa mimba yule binti lakini sikukusudia. Muulize alikuwa anafikiri kwa kutumia nini? Binti ambaye anakwambia, yani kwa kweli nakwambia, yani alikuja mara ya kwanza akaniambia nikimpa ndio hata nani, mpaka amefanya hivyo, amepata na mimba na hana mahali pa kwenda, jamaa hamtaki tena. Muulize alikuwa anafikiri kwa kutumia kitu gani? Akili ilala. Huyu aliwaza kwa kutumia kabibi, huyu aliwaza kwa kutumia kibabu, na vinakuwaga vimbea kuliko kawaida. Usipoingia, ukishaingia kinakuwa ni kitu cha kawaida, normal. Najua kuna wengine mtanikumbuka baadaye, sio leo. Mtanikumbuka baadaye. Tumeenda Singida, nilikuwa TIA pale, kuna binti anakuja ananiambia, anasema mtumishi, mimi nashindwa kuelewa kwa nini nina mpenzi wangu, yani kwa kweli huwa mara nyingi sana, yani huwa tunagombana mara nyingi sana. Kweli yani tunagombana kweli. Na tukigombana ili tupatane lazima tufanye hilo tendo. Hata hivi sasa tumegombana. Okay, sasa ukiwa unafanya hivyo unatengeneza bidhaa ya namna gani? Bidhaa ya namna gani? Na mnunuzi unataka awe mtu wa namna gani? Usipotengeneza bidhaa serious hautapata mnunuzi serious. Tunaenda sawa sawa? Na usipopata mnunuzi serious, maana yake ni kwamba hiyo bidhaa yako haina soko, hata akienda kuweka nyumbani kwake ni takataka tu. Mimi sitamani iwe hivyo. Mimi natamani mtu anapoamua kukupeleka nyumbani kwake au unapoamua kumleta nyumbani kwako aseme asante Yesu, nilichelewa wapi. Anapoamua kumpeleka iwe hivyo. Tunaenda sawa sawa? Nilikwambia mimi kwangu nikiwa katika mazingira kama hayo, nikiwa kwenye maombi ya kufunga sijui na kufanyeje na nini, haikunilipa. Si nilipoeleza? Haikunilipa. Lakini nilipomuona kwa mara ya kwanza, niko kwenye huduma mahali fulani, nilipomuona, unajua ndani yangu kwanza nilimshangaa, afu sikuelewa kwa nini namshangaa. Sio kwa sababu nilikuwa nimemtamani, nakwambia ule ukweli. Yaani namshangaa, anapita na shangaa, hivi huyu ni mtu wa namna gani? Hivi hiki ni kiumbe cha namna gani kwa mfano? Alafu baadaye kwa sababu sasa mtumishi pale ndo figa kila mtu anamjua siku hiyo, ndo nani, wakapita pale kanisalimia, yaani kama vile nimepigwa utoa. Amina. Alafu akaondoka. Alafu tukapoteana. Lakini hiki kitu kikawa kinanisumbua kwenye akili. Mbona huyu mtu kama sio wa kawaida? This person is not normal. Alafu nikawa ni kama vile nimepita muda nimesahau, nikawa kwenye yale maombi. Alafu ikaja hiyo picha yake. Ilipokuja hiyo picha yake, nikainua simu saa hiyo. Nikamwambia ndugu zangu tuliokuwa
wamenisaidia kufunga, maana wanasema wewe mtumishi, wewe sasa unatusumbua, sasa twende tufunge siku 12 mpaka Mungu ajibu upate mke, maana wewe sasa kila huku hamna, sasa tufunge. Nikaenda tu nikamwambia, una namba ya mtu fulani? Akaniambia ndio. Nikamwambia sasa jamani, maombi ya kufunga yameishia hapa, anayetaka kufunga aendelee. Ambaye bado okay. Sikiliza.